Hongera kwa kupata alama 3 ugenini. Asante sana. Asante sana. Imepigwa. Mbungi imepigwa, mbungi nzito. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Haikuwa mechi nyepesi hata kidogo. Haikuwa mechi nyepesi kutokana na ubora aliyokuwa nao Singida, jihadi na juhudi aliyokuwa nao Singida, na mara zote mechi ya Simba dhidi ya Singida haijawahi kuwa mechi nyepesi. Na nafikiri kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kupita Simba tunapata mabao mawili mbele ya Singida. Mara nyingi ushindi wetu huwa ni dusko, goli moja mechi imeisha, lakini kileo tumefanikiwa kupata magoli mawili, na of course Singida wanastahili pongezi kubwa. Mlinda mlango Jibril Kasali tangu amesajiliwa Simba Sports Club kwenye dirisha dogo hajawahi kufungwa hata goli moja. Kwa hiyo Singida wasijisikia unyonge kufungwa leo, wamefanikiwa walao kupata goli moja mbele ya Kasali, lakini yote kwa yote ilikuwa lazima tuwafunge hata wangefanyaje. Simba hii ina ubora wa hali ya juu kweli kweli, na sisi tunawaambia Singida aliyewatuma katushindwa, hawezi yeye ambaye ameagizwa. Kwa hiyo tumempigia mpira mkubwa, tumemfunga goli 2-1. Sisi tumeondoka na furaha kubwa kweli kweli hii leo. Kama Steven Becker alikuwa anawalea hivi, ameweka mashine ile. No, ni mipango. Huwezi kuanza na mali zote. Unaanza baadaye unakuja unafanya mabadiliko, na bila shaka mabadiliko ya kuingia kwa Morris Abraham, kuingia kwa Libase Geye yamekuwa na faida kubwa sana kwetu, na hatimaye tumefanikiwa kupata goli la Elim Panzo. Lina thamani, lina maana kubwa sana kwake yeye na kwa Simba Sports Club. Kufunga goli kwenye mechi dhidi ya Singida sio kazi nyepesi hata kidogo, tena goli ambalo linakwenda kuamua ushindi wa Simba Sports. Kwa hiyo ni goli muhimu ambalo linamrejeshia hata yeye mwenyewe ujasiri, linamrejeshia hali ya kujiamini, lakini kubwa kabisa linakwenda kuboresha kiwango chake. Ahmed, ulipokuwa Zanzibar ulivaa t-shirt imeandikwa Nyapara, lakini umekuja Singida imeandikwa Bwana Jela. Kama salamu gani? Bwana Jela. Unaona bado tunaendelea kutawala namna hapa na kule kunaendana. Exactly. Huyu ni mtoto wa yule kule, umeona bwana. Kwa hiyo kule nilikuwa na cheo cha Nyapara, nikafanya ubaya ubwela, tukadhulumiwa goli moja. Tumekuja hapa kwa mdogo mtu, lazima tumuoneshe kwamba sisi ndio wamiliki wa hilo gereza, ndio maana nimevaa Bwana Jela. Kwa hiyo bado tunaendelea. Kwenye mechi ya TRA nitavaa tu jezi ya kawaida, lakini kwenye mechi hizi ambazo zina uhusiano wa moja kwa moja wa Beka na Bakari, hii tunaendelea kuvaa Bwana Jela. Tunaumia. Video vimekuwa vingi. Hawana kitu chochote. Hao ni video vimeanza kuwa vingi. Wamenyimwa penalti, offside. Mpige picha na mshabiki kindakindaki wa Black Star kwa matendo mlotufanyia. Mimi naongea jambo unaojiwa. Nakuomba please kakangu. It's okay. Sawa. Nimekunyoa lakini. Nimekunyoa. Umeninyoa lakini tutaongea na wewe. Vizuri. Unasema? Namna video vimekuwa vingi mtandaoni, kama wanahisi kama ni mebebwa, yani mara wamenyimwa penalti. Msemaji ametoka hapa na amesema hataki kuzungumzia mambo hayo. VAR. Muhimu tumeshinda, inatosha. Hayo mengine sisi wala hatujuani nayo. Sawa, mipango ya Simba sasa baada ya hapa na mechi na zidi ya TRA. Kesho Mungu akijalia tutaanza safari ya kuelekea Arusha kwa ajili ya kuwafuata TRA. Of course na yenyewe sio mechi nyepesi, lakini uzuri wa TRA ni kwamba ni mechi ambayo mnacheza zaidi uwanjani, wanacheza kwa ubora wao tofauti na hawa ambao coach tofauti na hawa ambao unaona kabisa wanacheza wakiwa na dhamira fulani ambayo wanaipambania. TRA ugumu wa mechi hiyo ni kutokana na mwalimu mtaalamu aliyekuwa naye Etienne Ndairagije. Unaona viongozi wa Singida wanavyoondoka wanaona haya. Asa huyu bwana si ndo makamu mwenyekiti, si nani makamu mwenyekiti
Unajua ile ngoma wanaona haya wamefanya vibaya. Hii ndio Simba Sports Club. Utataka tutakufunga au utaki tutakufunga. Aliyekutuma katushindwa. Sawa, hapo semaji. Kuna namna leo kwamba Lusaka Chota Chama ni kama anaondoka na uzee wake au bado anazidi kuwa mdogo? Amekuja kushahidi katika uwanja wake wa nyumbani na ametoa pasi ya goli na amekuwa mchezaji bora wa mechi. Ni unapotoka sehemu lazima ukirudi ukaonesha ubora wako. Kwa hiyo Chama amefanya kazi yake leo, ametoa pasi ya mwisho, tumepata ushindi, amekuwa man of the match. Ni jambo la faraja kwetu kuona kwamba tulifanya jambo la maana kumsajili Clatous Chota Chama ama kumrejesha tena Chama katika timu yetu ya Simba Sports. Kwenye mechi ngumu kama hizi ndipo unahitaji mchezaji mkubwa ambaye anaamua jambo kwa wepesi. Shukrani sana. Asante sana.